Ni Lebanon ambaye iwapo anashambuliwa, Iran imeendelea kuwa mkali kama pilipili, lakini Israeli yenyewe ikisema kuna sehemu ya Lebanon lazima waitwae kama sehemu ya taifa la Israel. Wakati haya yakiendelea, Marekani kupitia Rais Donald Trump imeainisha ya kwamba yenyewe ndio yenye nafasi ya mwisho na kauli madhubuti kuhusiana na kusitishwa ama kusimamishwa kwa mapigano ya moja kwa moja na kumalizwa kwa hali ya taharuki eneo la Mashariki ya Kati. Kulikoni? Mapigano yameendelea kuja na kuondoka katika eneo hilo na kusababisha kukosekana kwa utulivu. Je, mapigano haya yana nia ya dhati kwa nchi zote mbili ama ni ujanja na mkakati tu wa kuendelea kujipanga kijeshi kabla ya kurudisha tena urushaji wa makombora? Hayo ni miongoni mwa mambo ambayo tutayajadili kwenye mjadala wetu hii leo ndani ya Uchanganuzi. Yangu matumaini ya kwamba siku yako imekwenda salama salmin. Jina langu Nurdin Selemani. Studio tumemwalika Godfrey Mchungu ambaye ni mchambuzi wa masuala ya diplomasia na siasa. Karibu sana Godfrey. Kwema. Kwema sana. Mambo anasemaje? Mambo ni mazuri sana. Kwenye mapigano haya Lebanon ndo anaonekana kama kipusa hivi. Kulikoni? Mzizi na sababu za mapigano kati ya Israel na Iran nyakati hizi igeuke kuwa ni Lebanon? Yes, kwanza ni kwamba ukitazama jiografia na mkakati wa Iran, amekuwa akiwatumia watu ambao kitaalamu wanaitwa proxy. Proxy wamekuwa ni washirika wa kikanda ambao wamekuwa wakiangalia na kuendeleza maslahi ya Iran kwenye eneo zima Mashariki ya Kati. Hapa anamaanisha kuanzia Hamas katika eneo la Palestina, Fanimiyun katika eneo la Syria, Houthi katika eneo la Yemen, lakini zaidi sana Hezbollah katika eneo la Lebanon. Hawa tunasema ni proxy au washirika wa kikanda ambao wamekuwa wakiendeleza na kusimamia maslahi ya Iran kwenye Mashariki ya Kati. Sasa kuna hii ceasefire, kuanzia ceasefire ya kwanza ya Oman, baadaye Geneva, kutazama kabisa kwamba masharti ambayo alikuja nayo Iran, alisema kwamba moja, tunapoingia kwenye ceasefire lazima ceasefire iweze kuwagusa washirika wangu wa kikanda ambao kimsingi nimewataja. Lakini la pili, alisema kwamba tunahitaji kuweza kulipa fidia, kwa sababu unafahamu kabisa kwamba vita vilivyoanza ndio Iran walikuwa wamechokozwa. Kulikuwa na mazungumzo ya Oman yanaendelea, baadaye mazungumzo ya Geneva. Kwa hiyo Iran wanasema kwamba sisi tulianza kuchokozwa kwenye meza ya mazungumzo. Lakini la tatu ni kwamba Iran wanataka kuweza kupitishwa convention. Naposema convention maana ni kwamba unakuwa ni mkataba wa kimataifa, international treaty, ambao jamii ya kimataifa inakaa inaridhia na kutoa azimio kwamba Irani atashambuliwa tena pamoja Marekani dhidi ya Israel. Lakini lingine ambalo alisema ni kwamba anataka kambi za kijeshi za Marekani ziondoke kwenye Mashariki ya Kati, kwa sababu kuna hii vita, kambi za Marekani zimetumika kuweza kuishambulia nchi ya Iran, kuanzia Saudia, UAE, Bahrain, Kuwait na nchi nyingi ambazo kimsingi Marekani amekuwa na maslahi kwenye maeneo Mashariki ya Kati. Kwa hiyo ukitazama haya maslahi yamekuwa yakimtaka Irani kuweza kuwalinda washirika wake wa kikanda. Sasa ukitazama kwa mfano hii ceasefire ambayo ilikuwa inaendelea, kwanza ina hoja za msingi tatu. Moja ni kupeleka ahueni ya mafuta duniani. Hilo la kwanza, kwa sababu nafahamu mlango bahari wa Hormuz takriban 20% ya mafuta yanapita pale. Lakini la pili ni kujaribu kupeleka mgawanyiko ndani ya utawala wa Tehran, ambao kimsingi hiyo ndio hoja msingi baada ya kufariki Ayatollah Ali Said Khamenei, Ali Larijani, wakina Ali Shamkan. Lakini la tatu sasa ni kuhakikisha kwamba wanajipanga dhidi ya operesheni mpya. Kwa ukitazama ni kwamba haya mazungumzo au ceasefire yamekuwa yana utata, kwa sababu maslahi ambayo kimsingi yameweka Iran, maslahi ambayo yanaenda kulinda na kuendeleza maslahi yake. Na kwa nini kwa mfano Iran amekuwa akiwalinda hawa proxy? Kwa sababu mapinduzi ya mwaka 1979 ambao kimsingi yaliongozwa na Ayatollah Ruhollah Khomeini yaliendeleza msingi moja, kuendeleza maslahi ya Iran kwa kutumia washirika wake wa kikanda, kwa sababu uanzishaji wa taifa la Israel mwaka 1947 na mwaka 1948 na mapinduzi ya mwaka 1979 ya Irani yalibadilisha taswira ya Mashariki ya Kati. Irani akaanza kuwalinda washirika wake wa kikanda. Kwa hiyo anaposema kwamba Irani ana jukumu la kuweza kuwalinda Hezbollah, maana ni kwamba huo ni msingi wa mapinduzi, kwamba washirika wa kikanda ambao wanapigwa lazima sehemu ya mpango wa mazungumzo. Kiu ya Israel kwa sasa inaonekana kuchukua sehemu ya Lebanon, hasa eneo la kusini ambalo wao wanasema ni moja ya sehemu ya nchi ama taifa la Israel. Hatari yake nini katika
mapigano haya ambayo yanaendelea? Kwanza hatari yake inaonyesha kabisa kwamba vita hii sasa itaendelea kupigana, na kuna swali lako la msingi ni kwamba ukitazama Israel mwaka huu kuna bunge la Knesset wamepitisha azimio moja, ni kuendelea kugawa ukanda wa West Bank, ukingo magharibi wa mto Jordan, lakini la pili wamepitisha azimio kwamba kama Waisraeli wakishambuliwa na Wapalestina basi ni halali yao ya kifo katika watu wa Palestina. Lakini la tatu sasa ni kufanya expansionism, kutanua mipaka katika maeneo nchi za Kiarabu. Na kuna hotuba ambayo aliitoa Netanyahu kwenye kikao cha UNGA, United Nations General Assembly mwaka 2024, aliweza kuzifuta nchi tatu. Aliifuta Syria, akasema Syria sio nchi. Akaifuta Lebanon, akasema Lebanon sio nchi. Akaifuta Palestina na akaifuta Iran. Kwa mtazamo wa Netanyahu na ambao wanaitwa Zionism Movement, wanaamini kabisa kwamba Syria sio nchi, Lebanon sio nchi, Palestina sio nchi. Hawa watu tulikuwa kutafuta nchi nyingine ya kuishi. Lakini vile vile mkakati wa Israel, kuna kitu ambacho kinachoitwa hiyo Greater Israel, yani kutengeneza Israeli kuu Mashariki ya Kati. Sasa kikwazo ni nani? Kikwazo ni Iran, kwa sababu ili Israeli aweze kuwa mkubwa anahitaji Iran ambayo kimsingi amedhoofishwa. Hiyo dhana inaitwa balance of power, yani kutengeneza mawanda ya kimamlaka. Sasa ukitazama Iran kimkakati, mapinduzi ya mwaka 1979 yalibadilisha taswira Iran kutengeneza taifa la kidini yenye sura ya kisiasa. Ndio maana ikaanzishwa hicho cheo cha Ayatollah kama supreme leader. Maana ni kwamba sasa ni mtazamo ambao mkuu wa nchi anakuwa na mamlaka makubwa, afu anakuwa anaongoza zinazoitwa instrument of state power, yani ujasusi, idara ya usalama, jeshi la polisi, RAGC na vikosi vyote ambavyo kimsingi vimekuwa vikilinda mapinduzi. Kwa hiyo kikwazo kikubwa cha Israel kuweza kufanikisha ndoto yake ni Iran. Sasa ili Israeli aweze kufanikisha ndoto yake anamhitaji Marekani, kwa sababu katika moja ya sera mambo ya nje ya Marekani, yani ukiangalia mkakati wa Marekani kuhusu Mashariki ya Kati, inahitaji Israeli ambayo ina nguvu na Mashariki ya Kati ambayo kimsingi imedhoofika, na ndio maana alipigwa Iraq, alipigwa Afghanistan, amepigwa Syria, sasa hivi Lebanon. Ni kama domino theory, yani ikianguka sarafu moja inakuja kuwasili sarafu nyingine. Kwa kweli kinachoendelea Mashariki ya Kati ni maslahi makubwa, moja ya kijiopolitiki, lakini la pili ni maslahi makubwa ya Israeli kwenda kutimiza ndoto yake ya mpango wake ambao kimsingi tangu karne ya 19 kutengeneza Israeli kuu Mashariki ya Kati. Kauli ambayo imetoka ni pande zote mbili kusema kwamba wanasitisha mapigano licha kwamba kila mmoja ameweka masharti mezani kwamba Iran inasema ukimgusa Lebanon mimi narudi tena kushambulia. Usitishaji huu wa mapigano ni dhati ya kweli kutaka amani ya Mashariki ya Kati, ama kila mmoja ni kama anajipanga hivi kijeshi ili akirudi awe imara zaidi? Swali zuri. Kwanza unajua kuna mikakati, kuna kitu kinaitwa rational approach. Rational approach, kuna ngazi ya maamuzi makubwa ya taifa huwa wanawaza kutumia mantiki, yani kufanya uchanganuzi wa kisayansi kuja kupata majibu ambayo kimsingi yametabirika. Sasa ukitazama malengo ya vita ya Marekani na Israel hajatimia hata moja. Yani malengo ambayo waliyafuata Marekani na Israel kwenda Iran hata moja hajatimia. Moja walisema kwamba kwanza ni kufanya regime change, kuondoa utawala mamula. Lakini baada ya kufariki Ayatollah Khamenei, Iran imepata supreme mpya Mojtaba Khamenei. Lakini la pili, mpango wa Natanz, Isfahan na Fordo, hivi ni vituo vitatu ambavyo vinazalisha nyuklia katika 60% vinasema kwamba viharibiwe kabisa. Lakini hoja ya tatu, mpango wa Shahid, Intercontinental Ballistic Missile pamoja na kamikaze, Iran isiweze kuwa na nguvu kuweza kushambulia Israeli Mashariki ya Kati na washirika wake wa kikanda. Lakini la nne sasa ni kwamba Iran itunge sera ya taifa, yani katiba Iran iseme kwamba hawataendeleza kamwe mpango wao wa nyuklia. Sasa ukitazama kitu ambacho walichotoka Marekani kuna nchi ya Iran hawajakipata, kwa sababu baada ya kifo cha Ayatollah Khamenei kuna mambo kimsingi yametokea. Moja, yamewasababisha Irani kusahau matatizo yao yote, yani taifa limeweza kuwa kitu kimoja, kwa sababu tukumbuke kabisa kwamba Irani ni mojawapo ambayo taifa linaishi kwenye vikwazo, total economic sanction, total economic divestment na total economic boycott, yani wametengwa kiuchumi, hakuna usaidizi wa kiuchumi na wametengwa kidiplomasia. Sasa wakafanyaje? Wakaamua kuweza kuzalisha kizazi chao cha dhahabu. Unajua hizi Intercontinental na Shahid
hizi Irani zinatengenezwa na wanawake, yaani wanawake wa Kiiran, wasichana, kwa sababu Iran duniani mojawapo mataifa machache ambayo wanawake wamefika kiwango cha degree kwa asilimia zaidi ya 80 nchi ya Iran. Maana ni kwamba waliweza kujenga taifa. Na upo msemo wa Kiingereza unasema hivi, necessity is a mother of curiosity and innovation, yani changamoto ni taifa na matatizo yanasababisha watu kuweza kufikiri na kuweza kuwa wadadisi na kuweza kuwa wabunifu. Kwa vile vikwazo vilisababisha Irani kuweza kutatua matatizo yao ya ndani wao wenyewe. Maana ni kwamba sasa hawakuweza kutegemea katika mambo ya nje. Sasa ukiangalia yale malengo hawawezi kuyapata. Sasa ukirudi nyuma kwenye mazungumzo ya Oman na Geneva yalikuwa bado kidogo waweze kukubaliana. Na tukashuhudia Netanyahu akafunga safari akatoka Tel Aviv akaenda Washington kwenda kumshawishi rafiki yake Donald Trump. Na unafahamu kabisa kwamba kuna nchi ya Marekani kuna vitu vinaitwa non-state actors. Tunasema hizi ni taasisi ambazo zimekuwa zikifinance ambazo zinaongozwa na Wayahudi. Kuna kitu kinaitwa AIPAC, American Israel Public Affairs Committee. Kuna kitu kinaitwa Christian Zionism. Tazama, hao wanaitwa Mayahudi wa Kikristo ambao sasa wanasema kwamba ukilibariki taifa la Israel limebarikiwa na ukilani limeaniwa. Na kuna taasisi ambayo inaitwa Israel Foundation au Israel Lobby. Hizi ni taasisi ambazo zimekuwa zikifinance. Yaani unapoenda kuna zile ambazo zinaitwa Democrat Convention Forum na Republican Convention Forum, wakienda kuomba kura katika uchaguzi wana finance pesa. Maana ni kwamba hawa wana ushawishi kwenye mtazamo wa Marekani wanapoingia Mashariki ya Kati. Sasa hawa ukitazama ndio wanaongoza harakati ya